Kanisa la Waadventista wa Sabato SDA lilianza Marekani katikati ya karne ya 19. Lilitokana na harakati za William Miller na baadaye kuimarishwa na mafundisho ya Ellen G. White. Mimi kwa majina ni mchungaji Christopher Ziro Nyanje na ninasimamia makanisa ya Kisabato SDA churches katika Coast Region na Northeastern yote. Tumeanzia Ukambani huko, tumeenda Taita Taveta, tumekuja mpaka Lungalunga, Mombasa yote, Kwale, tumekuja mpaka Kilifi, Malindi, tunaenda mpaka Lamu, tunaenda mpaka Garissa, Wajir, Dadaab, mpaka Mandera. Hilo ndilo eneo ambalo ninasimamia. Na ndio title ambayo umesikia, naitwa mwenyekiti katika makanisa hayo yote ya Kisabato katika maeneo ni county 10 za kiserikali. Ndizo ambazo tunashikilia. Ama president, jina lingine ambalo pia linaitwa katika region hii. Na kanisa hili la Kiadventista katika hayo maeneo ambayo nimewaambia inachukua makanisa 267 kufikia hivi leo katika hizo counties hizo. Na tunataka tushukuru Mungu kwa sababu kanisa hili mbali na mambo ya kiroho kama vile ambavyo mmeelezwa ya kwamba tumekuja hapa, lengo kubwa tunataka watu waweze kuelewa neno la Mungu kiundani, wajengeke katika neno la Mungu. Maana Ukristo wao hautasimama kama neno liko kando na yeye ni Mkristo lakini bila neno. Ndio maana thimu yetu kubwa tunasema kukitwa katika neno la Mungu. Tunapokitwa katika neno la Mungu, tunapolielewa neno la Mungu, tutatoka nje sasa kuweza kuwahudumia wengine. So huduma katika kanisa hili ni kuwaleta watu katika kanisa la Bwana kwa kuwajulisha ukweli wa neno la Mungu. Maana pia kumekuwa na shida nyingi katika dunia hii. Unasikia watu ni Wakristo lakini kuna mchafuko wa mafundisho. Sasa sisi hutaka kuweka vitu sawa. So mbali na neno la Mungu, kanisa hili pia linadili na idara ya vijana. Huyu amesema idara zake, lakini pia kuna idara ya vijana katika ofisi yetu kuu pale Kenya Coast Field, Bamburi. Ambapo sasa katika vijana tunataka kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wanakuzwa katika maadili ya kimungu. Waweze kuwa wa maana katika dunia hii na hata katika dunia inayokuja. Na hii ndio maana unasikia kuna VBS. VBS huwa kila mwezi wa 4 tunakusanya vijana wote, watoto, na tunaalika hata wale ambao si wa dhehebu hili. Wanakuja, kuna walimu, so wanafundishwa ili waweze kuelewa. Hiyo ni sehemu ya huduma kwa jamii pia, because watakuja hata wale ambao si wa kanisa hili. Alafu pia kuna kitu tunaita community service. Tukipata maeneo ambayo wameathirika kwa njia moja ama nyingine, labda ni njaa, ni nguo hawana, wamepata shida za aina mbalimbali, kanisa hili huwa linaingia kuhakikisha kwamba tumewapelekea kama ni vyakula, tumewapelekea kama ni nguo, chochote kile ambacho kinahusiana na mambo ya msaada. Pia kanisa hili tunahusika na mambo ya hospitali kwa ajili ya afya za wanadamu. So tuna hospitali zetu ambazo hizo zinahudumia si wa Sabato peke yake, lakini pia hata wale ambao wako nje wote wanahudumiwa. Kanisa hili pia katika hiyo mambo ya community service
tunadili na mambo ya elimu. Tuna shule tu nyingi za kisabato. Kunayo moja ambayo iko pale Watamu, kunayo moja ambayo iko Mere, kuna nyingine iko Bomani ambayo hiyo sasa ni secondary school, kuna nyingine ambayo iko kule Changamwe ambayo ni secondary school, na katika makanisa yetu haya pia kuna zingine shule zimefunguliwa. Hata hapo ukienda hapa Central Church utapata kuna shule yetu hapo. Hii yote ni kuhakikisha kwamba tumehudumia hata wale wengine wote ambao ni wanajamii. Kwa hivyo kanisa hili lina kazi kubwa, si kwa ajili tu ya mambo ya kimbingu. Tunataka kuhakikisha pia hata maisha ya wanadamu tunapomngoja Yesu pia yanakuwa mazuri. Kongamano hili kama jinsi ambavyo mmeelezewa, tumekusanyika lengo, kuna wale wazee wetu ambao wamefanya kazi miaka na miaka mpaka wameretire. So tukasema ya kwamba ni vizuri tuweze kukutanika nao katika kongamano hilo katika Kilifi Station, maana hapa ndipo kuna retired pastors wengi sana hata kuliko kule kwingine kote. Tuabudu na wao, tutiane moyo, alafu pia tuangalie katika chama chao cha retired kinaweza kikaendelea katika hali ya namna gani. Ndiposa unakuta wengi wako pale, hata kama mtawachukua picha pia itakuwa ni vizuri, maana ndio kusudi la leo. Okay, mimi ningependa kuambia jamii hivi ya kwamba tuweze kuwa waangalifu sana. Unapokuwa umehubiriwa, jua unaenda kanisa la namna gani. Jua yule ambaye atakuwa mchungaji wako ni mchungaji wa namna gani. Na ili tuweze kujikinga, mbali na kwamba wachungaji wao wanatuhubiria, lakini sisi wenyewe pia tuwe wasomaji wa neno. Maana ukiwa msomaji wa neno utaelewa ukweli. Na ukielewa ukweli, hata uongo unapokuja utafanya namna gani? Lakini kama tutategemea tu mchungaji wewe mwenyewe usomi, so mchungaji anaweza kukupeleka vibaya, pamoja na kwamba na jina la uchungaji. Maana Biblia iko wazi inasema kutakuja manabii wa uongo, kutakuja walimu wa uongo, na huu ndio wakati wa mwisho ambapo haya maneno yanaonekana wazi. Kwa hivyo mimi ningeomba kwa jamii ya kwamba tafadhali tuangalie sana ni mahali gani ambapo unaenda kuabudu. Kama ni mahali ambapo neno la Mungu halisimamishwi, ni maneno ya mtu binafsi, waepukane na hiyo maneno. Maana watakuwa wako kanisani lakini katika upotovu bado. Asante. Mwisho labda ugusie tu historia ya kanisa hili, kule lilikochipukia na hapa Kenya, lilikuja lini na headquarters iko wapi? Okay. Historia yake ni ndefu. Kwa fupi tu. Tukisema hapa Kenya ilikuja 1906 hapa Kenya. Kuna missionary mmoja ambaye anaitwa Kaskalin. Huyo ndiye ambaye alitoka Uingereza huko na akakuja na alipitia hapa Coast, lakini kwa sababu ya hostile ya Waislamu hakupata nafasi vizuri. So akapita akaenda mpaka Ujaluoni. Hapo ndipo kituo cha kwanza kabisa katika mambo ya USDA kilifanyika, panaitwa Gendia. Akaanzisha pale, maana alikubaliwa na community, akaanza kuwafundisha usabato. So ikaendelea hivyo na neno la Mungu mpaka mwaka wa 30 around na kama 6, ndio sasa tunaona tena ujumbe umerudi wapi? Mpaka Coast. Unaona sasa. So Coast hapa ndipo ukaanzia pale Changamwe. Hapo Changamwe kuna headquarter yetu, na baada ya hapo ndipo neno likaanza kuendelea. Tuna wazee wetu ambao walipatikana mwanzo na huyu missionary, ambao wengine hata wamelala, wengine bado wako hai, hata wengine watoto wao wako hapa ambao pia nao wameretire. Hao ndio walioanza kusambaza kabisa ujumbe mpaka sasa. Kanisa la Kisabato limeenea katika pwani nzima, limeenea mpaka region hizo zingine zote ambazo nimewaelezea mpaka Mandera. Nchini Kenya, historia yake ilianza mwanzoni mwa karne 20 kupitia wamishonari waliokuja kutoka Ulaya na Marekani, na leo limeenea sana katika maeneo mengi kama Nyanza, Ukambani na Pwani. Kwa majina ni mchungaji Hezron Fondo. Mchungaji Hezron Fondo anafanya na ofisi yetu kuu ya Kenya Coast Field. Ni mchungaji wa wilaya inaitwa Kilifi, lakini pia ni mchungaji wa station nzima, mkusanyiko wa wilaya 7 ambazo ndio zinatengeneza station ya Kilifi. Na wilaya hizi 7 ni moja ni ya Kilifi yenyewe, ni wilaya ya pili ni ya Matangoni, wilaya ya 3 ni ya Kilifi South, wilaya ya 4 ni ya Malanga, wilaya ya 5 ni ya Dzitsoni,
ya 6 ni wilaya ya Ganze. Kwa hizi zote ni wilaya 7 ndizo ambazo zimekusanyika leo hapa. Leo tulikuwa na mkusanyiko wa hizi wilaya zote 7 kama njia ya kujuana na kufahamikiana, lakini pia vile vile kuweza kushirikiana katika neno la Mungu na kutiana moyo katika safari hii ya imani. Na ninashukuru Mungu kwa sababu wamekuwa na uwakilishaji mzuri katika station hii ya Kilifi, na watu wamekuja kwa wingi na wamepata neno la Mungu ambalo limewasaidia sana kuwatia moyo kuhusu namna wanaweza kudumu katika imani. Na hili kongamano linafanyika kama mara ngapi kwa mwaka pengine? Inafanyika kwa ni very rare sana, yani ni kwa muda mrefu baada ya muda fulani hivi. Hata hivi tumebahatika sana mwaka huu kuwa na kongamano kama hili. Na sasa wewe mwisho kabisa, wewe ndio kama president, yani ndio kama chairman mkuu wa hili wa hizo wilaya zote? Mimi ni msimamizi tu wa hizi wilaya 7 kama mchungaji wa hizi kusimamia wilaya 7, na kila wilaya iko na mchungaji wake. So mimi nafanya kazi pamoja na hawa wachungaji wote katika hizi wilaya 6, na mimi mwenyewe na wilaya 1, lakini nasimamia hawa wachungaji wenzangu katika wilaya hii. Na tukisema pwani kwa ujumla, sasa Mombasa haimo, Lamu na kwengineko, ni Kilifi hii tu? Hii ni Kilifi. Pwani iko na wilaya nyingi, lakini hilo nataka mtamkaribisha viongozi wakuu wangu, kwa sababu nikiwa hapa kama wilaya hii na station ya Kilifi, mimi ni macho ya ofisi katika mtazamo huu wa maeneo ya Kilifi peke yake, lakini maeneo yako mengi, labda viongozi watatujulisha zaidi. Naam, kwa hiyo nataka nimkaribishe msimamizi ya wachungaji katika mkoa wa Pwani, anaitwa Pastor Jonathan Mure. Sasa utaanza kwa kunifahamisha jina lako na wadhifa wako kama alivyonifahamisha, utazungumza wewe mwenyewe na pengine umuhimu wa siku hii ya leo. Kwa jina najulikana kama Jonathan Mure. Mimi ni mchungaji, lakini kazi ambayo niko ofisi yetu iko pale Bamburi. Mimi ni wale tunasema ni viongozi wa maidara. So idara yangu inaitwa ministerial, yani inahusu kuangalia maslahi ya wachungaji wote walio katika mitaa ama hizo wilaya, na hata wale ambao walistaafu, pamoja na maslahi ya wake zao na watoto wao. Hiyo ndio idara kubwa ambayo imetufanya siku ya leo tuko hapa leo kwa sababu ya kusanya, kando na hawa washiriki wote wa station hii, kuna watu maalum sana wastaafu, wachungaji ambao wamestaafu, wao tuko nao hapa siku ya leo. Kwa hiyo mimi niko hapa kama kuangalia maslahi yao. Pia siku ya leo tuko hapa maana kuna wastaafu ambao wameretire mwaka huu. So leo tumekuja hapa ili tuweze kuwakaribisha katika chama cha wachungaji wastaafu, ili nao waweze kujihisi kuwa sehemu ya wale wengine ambao wamestaafu zamani. Hata hao wakustaafu zamani pia wako hapa siku ya leo kuwapokea hao wengine. Hilo ndilo ambalo naweza kusema ya kwamba kwa nini niko hapa. Twendeni tukalilole jungu la babu Kokofwemu babu Laulani. Twendeni tukalilole jungu la babu, nataka kupakuliwa. Wewe jungu moto moto, jungu moto moto, jungu la Laulani, jungu la Laulani, jungu la Laulani. Wewe aha, Kokofwemu ladha ya pwani hatani hoa.